Asante na karibu ndani ya Exclusive na Beautiful Kanyigo. Upo nami Rosemary Timzo Karugira. Leo hii nipo na makamu wa rais wa timu ya Azam FC. Si mwingine ni Abdulkarim Popat. Wengi wamfahamu sana kwa jina la Popat. Alikuwa CEO, lakini mambo yanazidi kuboreka, kwa hivi sasa ni makamu wa rais. Na tukaona katika majukumu yake haya mapya akiwa rais wake ni tumezoea kwa jina la father Nasro Idris. Wasema majina sana haya, nickname yanapata sana jina. Naona hata mimi Timzo limekuwa sana instead of Rosemary. Tutakwenda kuzungumza, atueleze majukumu yake mapya anayafanyaje. Popat. Naam. Hongera kwa majukumu mapya. Asante sana. Sasa ni makamu wa rais. Ni majukumu yapi ambayo unayafanya? Nashukuru kwa msimu huu kuanzia mwaka jana mwezi wa 8 nimebadilishwa majukumu na nimekuwa makamu. Lakini kama ukirudi nyuma unaweza kukumbuka kwa mara ya kwanza kuchaguliwa kwenye nafasi ya juu ya uongozi wa Azam nilikuwa makamu, ndo nilipoanzia. Kabla ya kuwa CEO 2017 mpaka 2018 nilichaguliwa kama makamu mwenyekiti, wakati huo tulikuwa tunatumia mwenyekiti. Naam. Baadaye baada ya mwaka mmoja ndio nikabadilishwa na kuwa CEO mpaka mwaka jana, ambapo tena nimebadilika, sasa nimekuwa makamu wa rais, ambapo klabu yetu imebadilisha na tumekuwa tukitumia sasa rais na makamu wa rais badala mwenyekiti. Majukumu ni sio mageni sana wala sio magumu sana, ya kawaida, na hasa kwetu sisi kikawaida makamu unakuwa ni msaidizi wa kama ni mwenyekiti au rais. Kwa hiyo mimi ninamsaidia rais wetu wa club ambao umetoka kumtaja Nasro Idris Father. Kwa hiyo mimi ndio msaidizi wake. Kwa hiyo chochote ambacho ananitaka nikifanye na itikia na nafanya, lakini pia itambulike kuwa yeye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi ya Tanzania NBC. Kwa hiyo kokote anapoye kuwakilisha bodi ya ligi na pia anapowakilisha kama makamu wa pili wa rais wa TFF. Kwa hiyo sehemu yote ambapo tutahitajika sisi kama club, kwa mimi na represent kama na kwa niaba yake. Tathmini na mwenendo wa timu yenu ukoje? Overall mpaka sasa hivi so far tumefanya vizuri kwenye shirikisho kimataifa. Tumeweza kufika mpaka makundi kwa mara ya kwanza. Naam. Katika historia ya klabu yetu. Hakika. Hatukuwahi kufika, lakini sio hiyo tu. Kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye shirikisho makundi tumeweza kuvuna point 9 ambazo ni historia sio kwetu sisi tu kama klabu, lakini kwa nchi kiujumla. Timu ya kwanza kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye hatua ya makundi na kuweza kuvuna point 9. Umezungumzia mafanikio makubwa ambayo mmeyapata Afrika. Mara ya mwisho kutwaa ubingwa mpaka hivi sasa, nini mpango wenu? Msimu huu unaona tumeleta bench kubwa lenye uzoefu. Coach Benge ni one of the best coaches in Africa ambaye ana experience kubwa, lakini CV yake inajitosheleza. Ameshakuwa bingwa kwenye timu ya taifa, kwenye CHAN akiwa na Kongo, lakini pia ameshakuwa bingwa kwenye klabu, na ni mmoja wa makocha pekee wa Afrika alioenda kufundisha mpaka nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo yote ni kwenye kuboresha na kutaka kiu yetu hiyo kuisha. Nini falsafa ya uongozi wa Azam FC? Uongozi wetu sisi ni kama trademark ya kampuni yetu inavyokwenda. Sisi tunaenda na brand. Kwenye kampuni yetu kila kitu ni bora, hasa upande wa bidhaa. Hakika. Ukienda kwenye kampuni zetu zingine zote za vyakula, vinywaji, ukija kwenye broadcasting TV, kila kitu chetu sisi ni bora. Hakika. Kwa hiyo tunajivunia hilo na tunaenda namna hiyo hata kwenye timu yetu. Ndio maana unaona ukiondoa changamoto zingine ambazo kama tumetoka kuzizungumzia ambazo tunapambana nazo za kupambania ubingwa, lakini ukiangalia overall kila kitu chetu kwenye klabu kinaenda intact na hatujawahi kuwa na changamoto zozote. Hujawahi kusikia Azam FC ina changamoto ya yoyote baina sisi na makocha
wala wachezaji hatujawahi kufikishwa kwenye shirikisho letu la hapa nyumbani wala Afrika, kusikia la Afrika wala FIFA. Kwa hiyo tu peke yake inaonyesha kuwa sisi tunaendelea na slogan yetu ile timu bora bidhaa bora. Yeah. Tukiangalia kwenye utendaji wa timu, unaelezeaje kiwango cha timu hasa msimu huu? Tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu na makocha wetu waendelee kufanya vizuri na wachezaji wetu. Ni maeneo gani kwa hivi sasa ambayo mnaona kwamba kwenye timu yenu mnahitaji kufanyia maboresho? Maboresho kawaida siku zote sisi tunaweza tukaona kwa nje, lakini kocha ndio anayeona zaidi. Eneo ambalo tutaenda kuboresha ni eneo la ushambuliaji, ili tuendelee kuongeza idadi ya magoli, ili uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa yaje kuwa kwenye sawa sawa. Azam FC tunapoijua siku zote imezoeleka kwenye ukuzaji wa vipaji. Zoezi hili linaendeleaje kwenu? Kwenye mpira kuna kawaida ya watu kusahau, kwa sababu kikija tena kizuri watu wanasahau kilichopita nyuma. Kwenye academy si hatujawahi kufeli, na tumekuwa tuna kawaida, ukirudi nyuma kwenye kila msimu takriban misimu 6 mpaka 7 ligi haiwezi kuisha tukawa hatujawahi kutoa wachezaji 3 au 5 waka play part yao kwenye senior team. Yes. Msimu huu tayari watu wanamwona Ashrafu na Alobogasti, lakini msimu uliopita tulikuwa tunaye mchezaji anaitwa Chiwalanga, tulikuwa tunaye mchezaji anaitwa Ali maarufu tulikuwa tunamuita Pogba, lakini na misimu mingine yote pia ukifuatilia utakuta wako wachezaji ambao hivyo mpaka wakati ambao walipanda kina Kimwaga, kina Kevin Friday, kina Faridi Musa, yes, kina Chilunda, kina Pascal Msindo, hawakuja tu wakaonekana moja kwa moja kwenye first team, lakini walikuwepo kwenye benchi, alafu mechi kidogo wakawa wanaingia. Lakini macho ya watu yanakuja kuwakamata zaidi wakiwa moja kwa moja kwenye starting 11. Masuala ya kifedha kwenye swala zima la uendeshaji katika klabu yako vipi? Changamoto unaweza kusema kwa sisi klabu yetu hatuna sponsorship kutoka nje, tofauti kama ilivyo vilabu vingine, tofauti na assistance company zetu wenyewe. Sisi klabu yetu imekuwa ikijiendesha kutokana na kampuni zetu wenyewe. Kwa lugha nyingine tunasema mnatoa mfuko huu mnaweka mfuko mwingine, lakini ndio mojawapo ya advertisement ambazo tunazifanya kwa makampuni yetu mengine. Utaona kwenye jezi zetu kuna Azam TV, kuna sometimes kuna Uhai, kuna Azam Pesa. Kwa hiyo zote hizo ni kampuni zetu wenyewe. Kwa hiyo unaweza kusema ni changamoto kifedha kwetu sisi, lakini upande mwingine pia sio changamoto, kwa sababu zote ni kampuni zetu wenyewe. Vyanzo vya mapato vya Azam FC vikoje na mnaweza vipi kuviboresha? Vyanzo vya mapato hasa vikubwa kwenye klabu vinategemea na labda kwenye mauzo ya wachezaji. Na kwa sisi bado hatujafanya sana, japo tumeanza kuuza vijana. Kama mnavyoona kuna vijana tayari tumeshawauza kwenye klabu ile ya AIK ambao tunapatana nao ya Sweden, wameshaanza kwenda na kuna mauzo yashafanyika. Lakini kwenye upande wa senior tumeshauza wachezaji wa senior msimu uliopita, Kipre Junior, lakini pia Kaka Chwele ambaye alikwenda Canada, naye pia tuliweza kufanya biashara kuuza. Kwa hiyo ndio chanzo kimoja hapo cha mapato ndani ya Azam FC. Na uwekezaji katika miundombinu vipi, unaendeleaje? Uwekezaji tumeendelea kuboresha kwenye klabu yetu. Naam. Tuna complex mpya ambazo tunazijenga. Sijui kama umefika Chamazi, na kama hujafika itabidi uende. Naam. Uzitembelee ukaone. Tuna complex tofauti sasa za wachezaji ambazo zilikuwa upande wa mbele. Ukiingia kwenye complex yetu ya Chamazi, tunajenga complex mpya za senior team ambazo zitakuwa na ubora mkubwa sana kuliko ule ambao ulikuwepo. Tunaenda kwenye standard kubwa kabisa. Naam.
tutakuwa na complex na majengo kama 6 ya wachezaji, na kila jengo moja litakuwa na niwezi kusema ni complex kama ile kwa mbele, ni apartments ambazo tutakuwa nazo 6. Na kila mchezaji atakuwa kwenye chumba chake peke yake, lakini watakuwa na share sitting room na dining. Lakini kila mtu ana room yake. Yes, lakini kila mtu atakuwa na room yake, atakuwa na TV yake kwenye complex, lakini watakuwa wana share sitting room kwa pamoja. Ile kuwa na sitting room moja kwa pamoja ni kuweka kwa wachezaji wasiwe kila mchezaji kwenye chumba chake baada ya kimaliza mazoezi akawa anajifungia tu. Kwa hiyo watakuwa na muda wa kukutana kwenye sitting room, lakini baada ya pale tutakuwa tuna kantini tofauti ambayo iko sasa hivi. Senior watakuwa na kantini yao tu peke yake, lakini kwa nini tumefanya hivyo? Kuiweka mbali na sasa hivi ilipokuwa na academy, ni kufanya mchezaji wa academy awe kila akiona kuna mazingira mengine ya senior impe nguvu ya kwamba fight na yeye awe anaweza kwamba siku moja nifike kule. Kwa hiyo kama hujawahi kufika bado, fanya mpango uende ukatembelea wakati zikiwa kwenye michakato sasa hivi ya kukamilika. Anayezungumza kwa hivi sasa ni Abdulkarim Popati, ni makamu wa rais wa timu ya Azam FC. Nafikiri umemsikia, huo ndio ubora wa Azam FC. Wanasema si maneno tu, unatakiwa huo, unasema bidhaa bora, timu bora. Sasa inakuwaje bora kama hauna vitu kama hivyo? Unasikia sasa leo wanakuambia umesikia mipango hiyo. Basi kupitia hapa ndani ya exclusive kibali tumekipata. Anasema mimi nimeenda, mimi naweza nikaenda. Basi mimi nitakuletea na wewe mtazamaji, tabii nifike pale na wewe nije kukuletea uweze kuona hicho kinachoendelea ndani ya mafanikio ya Azam FC. Na nini unakiona kifanyike ili timu ya Azam FC iweze kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa? Kuendelea kuboresha wachezaji wetu na kuleta wachezaji ambao kwenye daraja A la hapa Afrika. Na hata kama ni nje ya Afrika, hiyo ndio itatuweza kupeleka kwenye ushindani mkubwa wa hapa ndani na nje ya Tanzania. Kutaka kushindana na mkubwa mwenzio lazima udouble standard. Ya hakika. Quality ya wachezaji ambao wako nao na wewe uko nao. Kwa hiyo wale ambao uko nao ukitaka kuleta ulete double ya ulionao na walionao washindani wako ya. Yes. Tuangazie kwenye swala la uhusiano wenu ninyi kama Azam FC pamoja na mashabiki wenu. Uko vipi? Support imeonekana kubwa. Nadhani utakuwa shuhuda, uliona mechi yetu ya nusu finali ya muda sio mrefu uliopita ya Muungano. Support kubwa ambayo tumeipata kutoka Zanzibar kwenye jukwaa lile la wanaita la Urusi. Ndio. Uliona ambao limeangalia na VIP. Kigoma ambacho kilikuwa kinapigwa pale. Kwa hiyo tunayo support kubwa. Na kila tunapoenda kwenye mikoa mingine tunajionea kuwa Azam inazidi kukua kwenye upande wa mashabiki. Mnapokeaje maoni na ukosoaji wa kutoka kwenye upande wa mashabiki, labda wanachokiona kwenye timu yao? Lazima ukitaka kuwa bora na kuwa mkubwa lazima upokee maoni ya kukosolewa. Ikiwa unasifiwa tu siku zote hauwezi kuwa mkubwa. Hapo kwenye mashabiki kwamba ndani ya Azam FC hawa hawana mashabiki, hawa ni mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, na hili ndio linalopelekea hao mashabiki kuweza kuwafanya Azam FC isifike mbali kwa ile ndoto ya kuwa bingwa. Mtu anaweza kuwa labda alipotokea alikuwa Simba na Yanga. Lakini kuna kitu kinaweza kukambadilisha akavutiwa tu na timu. Mpira sio kabila wala msaafu au Biblia. Ambacho hakibadiliki. Msaafu na Biblia inaweza sibadilike. Tabaki vile. Lakini kabila haiwezi, ndio peke yake ambao mtu hawezi kujibadilisha. Dini watu wanabadilisha. Sasa kwa nini iwe mpira? Mtu ana maamuzi yake. Mimi tukiondoka kwenye mpira wa ndani, mimi nilikuwa Manchester United. Baada ya kutoka Ferguson wamepita makocha wengi, ikawa timu tu haifanyi vizuri. Nimekaa tu pembeni, siifuatilii.
Njoo Arsenal. Sitaki kujipa stress. Njoo Arsenal. Sio tunafanya vizuri. Sitaki kujipa stress ya mpira wote wa Ulaya. Umebaki tu na Azam FC. Na naweza tu nikawa muda naweza kuangalia mpira nikaangalia Manchester ikishinda nitafurahi, ikifungwa siumii, ikidraw siumii. Automatic tu unaweza kujibadilisha na ikakubali tu. Na ikakubalika. Yes. Tuseme kwamba uongozi na maono ya baadaye ndani ya miaka 5 kwa timu yenu. Tunaenda vizuri. Uzuri uongozi wetu umekuwa supported na bodi yetu. Naam. Ambao ndio wamiliki wa timu wamekuwa wakitoa support, na wao pia wenyewe ni watu wa mpira, wanafuatilia mpira, na kwa mara kadhaa wameweza kuwa na mambo mengi kama unavyojua viongozi wetu na wamiliki wa timu ndio hao wamiliki wa makampuni. Wanapopata nafasi wamekuwa wanajitokeza na wanaonekana, japo sio wanaonekana kwa mara chache, lakini wako bega kwa bega na timu. Wanapopata nafasi wanajitokeza, lakini hata kama hawajajitokeza kuonekana kwenye kamera, pitch labda hivi. Yes, kwenye mechi, lakini wako nyuma wana support timu. Ni mageuzi gani ambayo mnayapanga kuyafanya kwenye soka letu hili? Kubwa ni tuendelee kuleta ushindani uliopo na ile dhamira yetu kuendelea kufanya vizuri ndani ya nchi, lakini na kiujumla kwa nje. Tumeweza kufanikiwa msimu huu kucheza makundi. Aim yetu kubwa sasa mwakani tusogee sasa tena hatua moja, tuweze kuingia kwenye hatua ya tena ya makundi, kwa sababu huwezi kusema msimu ujao tunataka kwenda robo finali au finali kwanza kabla hujaenda huko uingie tena kwenye makundi. Kwa hiyo tuingie kwenye makundi lakini tuweze kuvuka hatua hiyo kwenda hatua ya robo finali. Kwenye soka hili Popat, tumezungumza mambo mengi. Ni athari gani ninyi ambazo mnazipata, umekuwa kiongozi kwa muda mrefu ndani ya Azam FC kwa vilabu hivi vikubwa? Changamoto kubwa unajua kushindana na hizi klabu kubwa. Naam. Mtu wa kawaida ambaye yuko kwenye mpira, mbona umeanza kwa kucheka kabisa? Anaweza kuona kama unashindana na mtu mwenye uzito kama wako, lakini hizi klabu mbili kubwa ni sema funguka, funguka Popat, hapa ndio tunapotaka hapo. Yani ni midude fulani mikubwa sana ambayo watu wanaweza kushangaa. Sisi tukimaliza mechi imetokea tumeifunga klabu moja yoyote katika hizi mbili na tumefanikiwa. Karibuni yes, tumekuwa tukipata matokeo. Mtu anaweza akamaliza mechi akaona furaha yetu tunavyoshangilia, mtu anaweza kadhani tunashangilia hao watu wa aina gani wanashangilia point 3 tu namna hii. Kiukweli tukimaliza mechi tukiweza kupata point 3 kwa hawa wakubwa wawili, furaha yetu inakuwa sio point 3 tu. Sisi furaha yetu inakuwa kuna mengi, tumeshinda vita nyingi ambavyo mpaka mechi kishaisha, ukimaliza ile pumzi yako ya mwisho unaona kuna viuzi vingi ambazo tumeweza kupambana navyo. Tunakuwa tumeshinda mechi ndani na nje ya pitch. Yes. Tuliwahi kuzungumza na Karume ndani ya exclusive viwanjani hivi, si siku nyingi sana, siku za kama ndani ya mwezi mmoja hivi unaenda, wakati mnaelekea kwenye ile dabi ya Azam dhidi ya Yanga. Tulifanya siku moja kabla tulifanya hiyo na bwana Karume ambaye ni steward hapo Azam FC. Alitueleza mengi kuhusiana na hayo madude. Leo nimefurahi kuona kama na wewe kiongozi unakili. Na asa alisema bwana vitu vingine mimi sije kasema bwana wale ni madude makubwa timu. Unaweza kuzungumza hapa tu kwenyewe hapa naeleza hapo kasikia. Tumemsikia Karume huyo. Umeona alichokizungumza kwenye TV? Hatumtaki. Kibarua changu ikaishia hapa. Kumbe na wewe kiongozi umekiri kwamba hili jambo unajua ukubwa wao. Mimi nakiri na ndio maana nakwambia ni madude makubwa sana ambayo kwanza unatakiwa uyaheshimu. Hizo timu mbili kubwa inatakiwa uziheshimu. Hao ni wakubwa sana. Sio wakubwa kiumri tu.
wao wenyewe mechi yao zao juzi tu imeisha mechi yao, kuna mambo yameonekana. Sasa fikiria wao wenyewe, alafu vipi wakiwa wanacheza na nyinyi wadogo, mtoto mdogo kama ninyi. Sisi ni wadogo sana, kwa si kama wajukuu kwao. Hakika. Watu ambao wana miaka over 85 years alafu na sisi tuna miaka 20 tunajafika hata miaka 30. Sisi ndio wajukuu wao. Kwa hiyo ukiweza bado ukamfunga na unachukua point 3, jambo la kujipongeza. Hatujipongezi kwa point 3 tu. Huwa sisi tunafurahia mengi. Kwa tuishie hapo. Akiwa kweli tuishie hapo. Hao ndio majiant. Tumwasikia wanakwambia sasa kwamba kwenye soka letu la Bongo hali na ubishi ni wao majiant makubwa, kwa maana kuna Yanga, kuna Simba, anafuatiwa na Azam FC. Tunayezungumza naye ni makamu wa rais wa Azam FC. Amekiri kwamba kila siku yeye ndo anawafuata hao majiant. Hizi ndo timu 3 bora anayewafuatia. Leo amekiri kwamba bwana, haya ni madude, wewe ni nani? Popaty, tuangazie kwenye mambo mengi ambayo tumeweza kuyaona. Nini mikakati yenu kwa ujumla kuhakikisha kwamba sasa Azam FC inakuwa na mabadiliko, yani ambayo mnasema kwamba sisi tujitofautishe na timu nyingine? Kubwa ni kuendelea kuzidi kuwa bora siku hadi siku, kuretain timu yetu hasa kwa bench ambalo tuko nalo ni bora, kuendelea retain wachezaji wetu bora ambao tuko nao, lakini kuleta tena quality double ambao tuko nayo kwenye timu yetu. Hiyo ndio inatufanya sisi tuzidi kuwa bora zaidi kuelekea msimu ujao na msimu mwingine inayokuja. Tukiweza kwa namna hiyo, hatuko hatua nyingi mbele kwenye kufikia mafanikio makubwa ambayo tunategemea kwa muda mrefu. Makamu, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naam, naamini mtazamaji utakuwa umeenjoy sana na umeburudika sana hakika kwenye exclusive ya leo, kwa sababu ilikuwa ni nipe nikupe, lakini hapo katikati ama wakati hapa mwishoni, naamini hapo ulipo tumekuacha mimi na makamu rais wa Azam FC Abdulkarim Popaty kwa haya ambayo mengi ameyazungumza ya timu yao, maendeleo yao, lakini na hayo kwenu studio muweze kuendelea na Viwanjani.